sio kipimo cha hatuwezi kupima ubora wa Simba kwa kupata matokeo dhidi ya Greenland. Unaangalia kwanza mabadiliko ya kikosi, angalia golini ameanza Hussein Abel, lakini katika mabeki wakati ameanza Masinde, lakini pia ukija kwenye eneo la kiungo kulikuwa na mabadiliko makubwa sana. Eneo la ushambuliaji pia alianza Mwangosi, striker wao Selemani Mwalimu hakuanza. Kwa hiyo ni mechi ambayo Mwalimu pia aliitumia kutoa nafasi kwa wachezaji ambao wamekuwa hawapati na nafasi kubwa ya kucheza kwenye ligi, na pia ni mechi ambayo ilikuwa Simba ana asilimia kubwa za kushinda kutokana na utofauti wa level ya Greenland pamoja na Simba wenyewe. Wamezidiana pakubwa mno kwenye issue ya madaraja, performance ya mchezaji mmoja mmoja, ubora wake, uwekezaji. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo Simba alikuwa na asilimia kubwa sana za kushinda. Kwa hiyo ndio maana kulikuwa na mabadiliko makubwa ya kikosi chake na mwisho wa siku wamepata matokeo. Haiwezi kuwa kipimo kulingana na aina ya mpinzani ambaye wamecheza naye. Wamecheza na mpinzani wa kawaida na wamepata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo Simba wameipiga kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo wanasubiri draw ya 32 bora waone ni mpinzani gani ambaye watapangwa naye, lakini kwa aina ya squad ambayo ilianza jana ilikuwa ni squad sahihi kulingana na aina ya mpinzani ambaye walikuwa wanacheza naye, lakini huwezi kupima ubora wa klabu ya Simba au progress yao kwamba ni timu ambayo ina kocha mpya, kuna maingizo mapya, wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo. Inakuwa ngumu kupima kulingana na aina ya mpinzani ambao wamekutana naye. Sawa, wachezaji ambao wamepewa nafasi na pengine wanawezo mbele ya Steve Barker, inahitaji tena muda kwao ama Steve Barker tu aamue sasa maamuzi mengine, kwa sababu kijiti kinapokuwa kichungu kinamuondoa yeye wala si hao wachezaji? Ni ngumu kwa mwalimu kuwasubiri wachezaji wa wake ambao wanawapa nafasi. Unajua mchezaji ukiwa umepewa nafasi na ulikuwa mara nyingi huchezi, inawezekana kabisa ikawa ni sehemu ngumu mwalimu kukutetea. Utetezi wako utakuwa mwepesi kwa mwalimu kama ukipewa nafasi na ukaonyesha, yani mwalimu ukamwonyesha kwamba ulikuwa unastahili kupata nafasi. Ukiwa unapata nafasi ya kuonyesha mwalimu una kitu gani cha ziada ambacho kinaweza kuongeza thamani kwenye timu, mwalimu anawezekana kabisa ukawa ni mchezaji anayekuweka kwenye vipaumbele vyake kwenye kikosi. Changamoto ni pale ambapo mwalimu anakupa nafasi halafu hauwezi kuonyesha uwezo, kuonyesha thamani yako, inakuwa ngumu kidogo kwa mwalimu kuendelea kukuamini. Na ndio maana wako baadhi ya wachezaji wamekuwa naingia toka kwenye kikosi cha kwanza cha Simba kwa sababu mwalimu anawapa nafasi halafu ikitokea hawajampa alichokuwa anakitarajia, uvumilivu na mshindi inabidi awape nafasi wachezaji wengine. Na hiyo iko hivyo duniani kote, yani huwezi kuwa na wachezaji unawapa nafasi halafu hawaonyeshi kiwango kizuri ukaendelea kuwapa nafasi. Lazima uangalie wale ambao wanakupa thamani kwenye mechi zako. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Steve Barker analo kundi la wachezaji ambao wana hamu ya kuonyesha vilivyo vizuri. Wakati mwingine unajua inawezekana kiwango cha mchezaji ni cha chini au anacheza na timu bora kuliko uwezo wake, kuonekana kama ana thamani kwenye timu inakuwa ngumu. Lazima mchezaji alete impact, alete matokeo, alete utofauti kwenye mchezo, ndio tunapima thamani ya mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri ni mchezaji anayeweza kukupa matokeo, ana uwezo wa kuamua mechi, ana uwezo wa kusaidia timu ipate matokeo mazuri uwanjani. Huyo mchezaji performance yake haiwezi kujificha. Inawezekana akawa haimbwi, lakini bado mkitaja umuhimu wake kwenye timu mnauona. Kwa hiyo kwangu naamini wachezaji ambao wamepewa nafasi jana, wengi ambao wamecheza walionyesha kuimprove, isipokuwa mwalimu yuko kwenye kipindi kigumu kwa sababu yuko ndani ya mashindano alafu ndo anaijenga timu. Ndio changamoto ambayo yuko na kocha wa Simba. Yani yuko ndani ya msimu wa mashindano, kapewa timu
kwenye kipindi kifupi, alafu ukiangalia aina ya wachezaji waliowakuta, wengine wameondoka, wengine wameingia. Sasa kwa mwalimu yuko kwenye mtego, kwa sababu anataka kuonyesha ana uwezo, lakini hapo hapo anataka kuwatengeneza wachezaji, waitengeneze timu yenye muunganiko iweze kushindana vizuri. Mimi sina mashaka na wachezaji wa Simba kwenye kombe hili la FA kuweza kushindana, kwa sababu washindani pekee wa Simba kwenye kombe la FA ni Yanga na Azam, labda useme na Singida Black Stars, lakini timu nyingine Simba akikutana nazo kuzifunga ni jambo la kawaida, yani haitokuwa story. Ni mashindano ambayo Simba anaendana nayo, yani kwa level ya wachezaji alionao, kushindwa kufanya vizuri kwenye FA haiwezi kuja kuwa jambo la kuhalalisha. Simba ukiwaangalia kwenye michuano ya FA tangu mwaka 2021 ilipokuwa mara ya mwisho kushinda hilo taji, Simba ametolewa na Yanga nusu fainali moja, katolewa na Singida Black Stars fainali moja, katolewa na Azam nusu fainali moja nazozikumbuka, halafu katolewa hatua za huku nyuma sikumbuka katolewa na nani, lakini hawa Yanga wamemtoa Simba kwenye FA nusu fainali ya mwaka 2022 ilichezwa CCM Kirumba. Akaja Azam akamtoa Simba kwenye nusu fainali ilichezwa uwanja wa Nangwanda, sijaona kule Mtwara, goli la Prince Dube sikumbuki na nani mwingine walifunga wakati huo. Azam walimfunga Simba 2-1 hiyo mechi. Nusu fainali nyingine ya mwisho hii ambayo tumeiona msimu uliopita, Simba alifungwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia, washindani halisi wa Simba kwenye michuano ya FA ni hao Azam, Yanga na Azam, Yanga na Singida, lakini timu nyingine hizi sidhani kama zina uwezo wa kumfunga Simba. Hata kama Simba anaonekana bado anajitafuta, lakini bado kuna mazingira nayaona kwa timu nyingi zinaweza zikamsumbua, lakini bado kwangu Simba anakuwa na kipaumbele cha kufanya vizuri, isipokuwa akikutana na vigingi kama Yanga, Azam, Singida, hapo inakuwa ni story nyingine tu. Sawa. Kwa muda mrefu sasa tumekuwa